sisi tumeshawahi kuyaona yaliyotokea na 2012 hapa mkoani Mtwara. Amani ilipokavunjika dakika sifuri tu, athari tulizozipata ni kubwa. Walipoteza maisha ndugu zetu na wengine ni vilema vya maisha hadi sasa hivi. Ni chama cha waendesha pikipiki na bajaji kwa mkoa huu wa Mtwara wametoa wito kwa vijana kutojihusisha na masuala ya vurugu, lakini pia wameweza kuwasihi waweze kudumisha amani, kwani maendeleo hayawezi kupatikana pasipokuwa na amani. Hapa katibu wa bodaboda na bajaji kwa mkoa wa Mtwara anazungumza na vijana wenzake nini wakifanye juu ya swala zima la kuweza kudumisha amani hapa mkoani Mtwara. Jina naitwa Mshamwali, ni katibu wa chama cha waendesha bodaboda na bajaji mkoa wa Mtwara, ambalo ninawaasa madereva pikipiki na bajaji kutoandamana katika hizi tarehe zinazoendelea mbele za tetesi katika mkoa wetu kama tulipoweza kufanya mwanzoni, lakini pia na hizi tarehe za mbele tuendelee hivyo hivyo kwa ajili ya kulinda amani ya mkoa wetu, lakini pia na taifa letu kwa ujumla. Hii amani tunayoilinda ni kama tunu ambayo Mwenyezi Mungu ametuachia, na sisi jukumu letu ni kuendeleza kuilinda. Lakini pia ninawaasa viongozi wa wilaya ambao tuko nao hapa wafanye programu maalumu ya kutoa elimu kwa vijana wenzao huko katika wilaya juu ya utunzaji wa amani katika nchi yetu, lakini pia waelekeze madhara ya uvunjaji wa amani katika nchi yetu. Amani imetawala wakati na sasa baada ya uchaguzi. Tunayo nafasi ya kuendelea kuilinda, tunayo nafasi ya kuendelea kuitetea, lakini pia tunayo nafasi ya kudumisha amani ya nchi yetu. Maendeleo yoyote, sehemu yoyote, kama hakuna amani, maendeleo yake hayawezi kunyoka. Nichukue fursa hii kuendelea kuwaomba vijana na kuwasihi tuendelee kushikamana, tutimize wajibu wetu, lakini pia kama tunaona tunaweza tukadai haki, basi tudai haki katika utaratibu ambao unakubalika kisheria. Tambua kuwa kitendo chochote cha uvunjifu wa amani ni kinyume na sheria, na sheria itafuata mkondo wake kwa wale wote waliohusika kuratibu na kusababisha uvunjifu wa amani. Jina naitwa Rajabu Shaibu Luyaya, ni mwenyekiti wa mmoja wa waendesha bodaboda kutoka halmashauri ya mji na Nyamba. Nimehudhuria katika kikao hiki kuhusiana na swala zima la vijana kujihusisha au kutojihusisha na vitendo vya uvunjifu wa amani. Hususan katika nchi yetu, sisi kama vijana ni tunu ya kulinda amani iliyopo katika taifa letu. Kwani hata baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alituasa sisi vijana kuilinda amani, kwani ni tunu ya taifa na vizazi vijavyo. Kwa hiyo nashukuru Mwenyezi Mungu, tumepokea maelekezo kutoka kwa viongozi wetu, na tunaahidi sisi kama viongozi na mimi kama kiongozi kutoka halmashauri ya mji na Nyamba tutakutana na vijana wenzangu, hususan madereva bodaboda ambao tunajihusisha katika tasnia hii, kutojihusisha na vitendo vyote vya uvunjifu wa amani. Kwa majina anaitwa Hamisi Isa Nangumbi, ni mjumbe pia ni dereva wa bajaji. Na wasihi sana vijana wenzangu, madereva bajaji na bodaboda, tusijihusishe na vitendo vinavyosababisha uvunjifu wa amani. Sisi tumeshawahi kuyaona yaliyotokea na 2012 hapa mkoani Mtwara. Amani ilipokavunjika dakika sifuri tu, athari tulizozipata ni kubwa. Walipoteza maisha ndugu zetu na wengine ni vilema vya maisha hadi sasa hivi. Tunavyosikia maeneo mengine kuna uvunjifu wa amani, sisi tumeshawahi kupitia hayo, kwa hiyo hatupendi turudie tena mkoani Mtwara. Vijana wenzangu, dereva bajaji, bodaboda, amani ndio kitu bora sana na amani ndio inayotakiwa. Tuilinde amani ili tufanye shughuli zetu kwa vizuri. Tunakwenda Mikindani, tunaenda na Liendele na sehemu zingine kwa sababu amani iliyowepo. Tuzidi kuidumisha amani ili tufanye kazi zetu kwa usalama.
Naye mwenyekiti wa chama cha waendesha pikipiki na bajaji kwa mkoa huo Mtwara amechukua nafasi hiyo kuweza kutoa wito kwa vijana kutojihusisha na masuala ya uvunjifu wa amani, badala yake wajishughulisha masuala mazima ya kuweza kuleta maendeleo ndani ya maeneo yao. Omar Nasoro Mbonde ni mwenyekiti wa waendesha bodaboda na bajaji mkoa wa Mtwara. Dhamira kubwa ni kuwasihi madereva bodaboda na bajaji mkoa wetu wa Mtwara kuwa kutwa kushiriki kwenye makundi ya ushawishi maashilio ya uvunjifu wa amani. Amani itafutwi, amani inachungwa. Tuwe waangalifu. Uchaguzi umepita na umepita uchaguzi kwenye mazingira ya amani. Viongozi tuliowataka tumewachagua, wako ndani ya bunge na wengine wanaendelea kuapa madiwani. Tuendelee kushirikiana nao. Tusisubutu kushawishiwa au kufuatilia mitandao ambayo yatatupotosha, ambayo sio maadili yetu sisi wa Tanzania. Bodaboda ni kazi kama kazi zingine, tunatambua. Bodaboda sisi ni sehemu ya kazi, ni ajira yetu, na tunatambua hatuwezi kupata lishe chakula bila kuacha pikipiki kuingia kwenye kutafuta riziki, ili kwenye mazingira kudumisha maisha yetu ya Kitanzania. Na wasi madereva bodaboda, tusisubutu kushiriki viashirio vyovyote vya amani. Endapo kama utapatikana ukashiriki wewe, hilo ni la kwako binafsi, sio la chama cha waendesha bodaboda. Na wasi sana wana Mtwara, Mtwara ibaki salama, bodaboda tuenjoy, bajaji tuenjoy, tufanye kazi salama na tuko salama salimini. Kutokea hapa viwanja hivi Mashujaa vilipo Manispaa Mtwara Mikindani, mimi sina ziada. Naitwa Faruk Mwana Ngonyani na hii ni Faruk Online TV. Bye bye.